Bwana ameliachilia. Amen. Hebu inua mkono wa kulia, sema ee Bwana Yesu, niko mbele zako siku ya leo, nanyenyekea kwako, ikiwa ni Jumapili ya pili ya mwaka huu. Ee Bwana, sema na moyo wangu, sema na maisha yangu. Ee Bwana, niko tayari, useme nami. Fungua akili yangu, fungua mawazo yangu. Unapogusa wengine, unapoponya wengine, Bwana usinipite, nami ukanigusa, nami ukaniponya, nami useme nami. Nivushe ee Bwana kwa namna unavyotaka wewe, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Basi ujumbe wetu unahusu kichwa cha habari au na kichwa cha habari kinachosema ifanye mipango mambo yako yazaliwe. Amen. Ifanye mipango mambo yako yazaliwe. Haleluya. Sasa utaweka sio mipango, maana nimeunganisha ifanye mipango koma mambo yako yazaliwe. Amina. Kuna mambo yanahitaji kuzaliwa. Kuna biashara zinahitaji kuzaliwa. Amen. Kuna huduma zinahitaji kuzaliwa. Amen. Kuna mawazo mapya yatazaliwa. Amina. Kwa hiyo ifanye mipango mambo yako yazaliwe. Haleluya. Amina. Ndio ujumbe tutakao tembea nao. Na muombe Mungu ujumbe huu uzae matunda. Amen. Kama kuna watu wanabarikiwa na wewe mmoja wao. Amen. 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 Haleluya. Amen. Kuna vitu vizuri sana tunavisikia ndani ya ujumbe huu. Ifanye mipango koma mambo yako yazaliwe. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 1 mstari ule wa 28. Tunapoanza nyuma kidogo, tutaona Mungu alipomuumba huyo mtu. Mstari wa 24 unaonyesha nchi iliambiwa izae, nchi nayo ilipewa kuzaa. Maana nchi ikinyimwa kuzaa vizaliwe, kwa nchi ilipewa kuzaa. Lakini ukija mstari wa 25, wanyama wakawepo, nao walipewa wazae pia. Mstari wa 26, Mungu akamfanya mtu. Mungu akamfanya mtu. Sasa haya maombi, kuna wakati tutaomba kwa ajili ya nchi kuzaa pia. Ndio maana unaona yale maombi yetu pia yatakuwa ya siku nyingi, siku 5. Tafunga asubuhi mpaka jioni, lakini siku 5. Lakini tuseme masomo yatakayoendelea mpaka kufika ile siku ni haya ya pili. Amen. Amen. Okay. Sasa Mungu akasema atatufanya mtu. Mstari wa 26, kwa habari ya kutawala, kutiisha, akasema hivi. 27, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. 28, Mungu akawabarikia. Hiyo sasa Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Tazama nimewapa kila mche utoa mbegu. Sasa swala hili la kuzaa lina mapana yake. Maana wengi sana wamekaa hapo wakijua okay, kuzaa ni kuwa na watoto. Ni zaidi ya unavyofikiri wewe.
anawaambia zaidi mkaongezeke, mkatawale na kutiisha. Ujumbe wetu unasema ifanye mipango yako, mambo yako yazaliwe. Kwa hiyo hapa swala la kuzaa ni la mtu. Amina. Anapewa uzae uongezeke, amepewa kuzaa na kuongezeka. Nianze hivi, tusaidia. Baraka ya kwanza kwa mtu inayofanya mipango na maisha yako yaende kama alivyopanga ni baraka ya uzao. Amen. Ukikosa uzao hauna baraka. Ukiwa na uzao una baraka. Amina. Utanielewa? Leo ni utambulisho, lakini utanielewa? Haleluya. Amen. Okay. Yesu mwenyewe alipowachagua wanafunzi wake, moja ya baraka aliyoiachilia ni uzao. Walipewa wazae. Yohana 15. Yaanza na utambulizi huu. Yohana 15 mstari wa kwanza. Injili ya Yohana mstari wa 15. Anasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi la kunyauka, watu yakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Hivyo Baba hutukuzwa Baba kwa vile mzaavyo sana. Neno kuzaa linatajwa sana. Mzaavyo sana nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Kuokoka ni jambo la kwanza. Kuchaguliwa ni jambo la kwanza. Lakini swala la kuzaa ni jambo lingine. Ndio maana akasema tumfanye mtu, hili lilikuwa la kwanza. Lakini la pili, zaeni mkaongezeke. Sasa tuanze hapo, andika. Uzao wetu unaanza rohoni kuja mwilini. Uzao wetu unaanza rohoni kuja mwilini. Maana yake kama huku ndani hakuna uzao, ni ngumu sana kuupata uzao unaoonekana. Mtu yeyote ambaye, hebu nije kwa wewe uliokoka, kwa mimi uliokoka, namna ya kupata hata watoto hawa unaowapata, wale ambao hawana watoto, ambao hawana vizazi, wanafa. Naongea na watu wazima pia. Na anaweza kwenda hospitali akaambiwa wewe huna shida yote. Unaonekana mishipa yako, kila kitu, kizazi chako kikosa. Alichokosa ni nini? Uzao. Ana uzao. Ana kizazi ila ana uzao. Na hili tatizo liko kwa wanaume, liko kwa wanawake.
Umenielewa? Kwa hiyo kuzaa kunaanza ndani. Amen. Kunatoka nje. Sasa tunapokea, kama ndani yako hakuna uzao, kuna namna utateseka sana kwenye mambo yako unayoyafanya. Unataka kufanya biashara ila wewe huna uzao, biashara itaendaje? Kwa sababu mikono yako lazima ibebe uzao, moyo wako una uzao. Sasa wewe ukafanikiwa. Kuna watu hawafanikiwi hata wapambaneje, kwa sababu ndani yao hawana uzao. Hello. Watu wa Mungu Israeli, ujasome alichokuwa anapinga adui au andika, walichokuwa anapinga adui na anachopinga hata sasa ni sisi kuwa na uzao. Maandiko yanapoongea kwamba kuna watu walifungwa tumbo wasizae, nataka nikuonyeshe kwamba kama kuna ibada ambazo utaki kuzikosa ni ibada za mwezi huu. Amen. Usijaribu kukosa hizo ibada, lakini pia usikose yale maombi ya mwezi huu. Amen. Mwisho mzuri unatangazwa mwanzo. Amen. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Kwa kama kuna vitu adui anapinga na alikuwa anapinga na sasa anapinga, kwetu ni kukua au kuwa na uzao mwingi. Tunapokuwa na uzao mwingi, adui amen. Uzao maana yake maongezeko, na siongei habari tu ya watoto. Yote anayefanikiwa kimungu amewekewa uzao ndani yake, na Mungu ameniambia niombe na watu kuwafungua uzao ili mambo yenu yafanikiwe, biashara zenu zifanikiwe, mipango yenu ifanikiwe. Amen. Chochote unachofanya kifanikiwe, lazima ufunguliwe uzao. Amen. Hii ni kwa mwanaume, kwa mwanamke. Uzao lazima ufunguke. Haleluya. Amen. Kitabu kile cha Kutoka ile sura ya kwanza, Kutoka sura ya kwanza ukisoma kuanzia mstari wa kwanza utaona kitu ambacho mfalme wa Misri alikuwa anapambana nacho kwa watu wa Mungu. Unajua, kuna namna sisi tukifanikiwa tunakuwa na viburi, tunaweza tukamsumbua shetani sana kwa sababu ya mafanikio. Kama unakuja hapa mambo yako yamekunyokea, hata unakuwa na majidai, kipiga unapiga kweli. Sasa adui anajaribu kuona huyu mtu kama atazaa ataongezeka, huyu atatushinda, kwa hiyo tupambane naye asifanikiwe, ili akija hapa awe ananung'unika tu. Yale mahitaji alionayo, matatizo alionayo yamrudishe nyuma. Nilikuwa nashughulika na familia moja hapa jana, wanatawaliwa tu na hofu. Asa baba, tusaidie hofu. Wanatoka mbali, tusaidie hofu. Lakini kufuatilia hofu inaletwa na nini? Hofu imeletwa na mazingira au matatizo waliopitia. Adui aliwapigia mahali, wakafika mahali pa kuto kujiamini. Hofu inatawala.
Adui alipiga maongezeko yao. Adui alipiga mzaliwa wao wa kwanza. Adui aliwashambulia. Kwa hiyo kama wanaomba, hawezi kuomba kwa ujasiri. Unajua ujasiri nao ni ushindi wetu. Uhodari nao ni ushindi wetu. Haleluya. Hebu niambie, kuna mambo unaomba. Maana tunasema pia kuna jambo unaliombea ikakawia, nafsi ya mtu huinama. Nafsi inainama. Kuna ndio tutaomba hapa, wewe utashindwa kuomba kwa ushupavu, utalia. Utafika mahali utapiga miayo, utatulia, maana unaona kama haiwezekani. Sasa ndivyo adui anavyojaribu kuzuia vitu ambavyo, unajua hata kanisa hili bwana, usifikiri adui anapenda tunavyojenga. Nakumbuka tulipoweka msingi, kuna watu walipambana kabisa hapa pasijengwe, na wakatangaza kwamba watu wachache hao hawaendi mahali, na isitoshe wakaamua kuingia wengine maombi. Ni majirani. Kikundi kikaundika. Kwa nini wanaongeza? Ili kanisa si la Mungu liondoke hapa. Wamepambana kimwili kwamba ukuta uondolewe, kuna barabara, ikashindikana. Wakaingia kwenye maombi, wanapinga maongezeko. Lakini na sisi tukasimama katika uhodari na uimara. Jengo limejengwa. Alipoona tumefika sehemu ya kwanza, lenti ya kwanza, wakaanza tunamkana mtu asema, hongera, najua hapa kwa kweli ni maombi. Hapo hongera. Nikasema moyoni, mbona maombi yenu ya kuweza kukwamisha? Hello. Amina. Ukaletwa mchanga kwa ajili ya kupiga plasta hapa. Watu wakaendelea kupiga plasta hapa. Mtu akatokea, siku moja niko hapa. Na wengine hawakujua hiyo siku moja niko hapa saa 4. Mungu akaniambia, ondoka hapa, nenda mlimani. Saa kama saa 3. Sasa ameletwa mgonjwa. Kulikuwa kuna Dismas hapa na nani. Mungu ananiambia, usiombee huyo mgonjwa, ondoka. Nikamwambia mgonjwa aliyekuja kuna mtu na mke wake usiku huo saa 3, lakini kaambia mwingize ndani muombe. Kuna mwingine ambaye alikuja kutoa oda ya kuleta mtu wake wa kuombea asubuhi. Nikaambia sawa. Nikawasha gari. Nilipopanda mlima, nikafika mlimani, nikaona simu imepigwa. Nini? Uko wapi? Kaambia sipo. Kuna gari yenu imeleta mchanga hapa, imekata waya. Kwetu kuna vitu vimeharibika. Na wewe umejua hilo na ukaondoka hujachukua hatua. Kaambia gari yetu. Nikamwambia basi ongea, kuna vijana hapa. Walikuwepo kina Jackson. Wakaambiwa tuna TV ya milioni 2 imeharibika, kwa hiyo lazima ilipwe. Mwingine anasema kingamuzi sio na nini vilipwe. Lakini vijana wamesema, maana mimi nimetoka wakati umeme huo umezimika kwa majirani wawili. Nilipotoka nikauliza vipi, wakasema kuna gari imepita. Maana gari yetu ya mchanga ilikuwa hapa saa 11 na mafuta wakaondoka nayo. Kwa hii gari imepita usiku ya mtu mmoja tu huku chini, imegonga nguzo ikakimbia. Lakini wakang'ang'ana kwamba ni gari iliyoleta mchanga wapi? Kanisani. Tena akasema ameipiga picha. Wameng'ang'ana mpaka baadaye wamekuja kujua sio gari iliyohusika na kanisa. Aibu zimewashika. Amina. Shida ni vita ndani yao inayopinga maongezeko. Kwa nini wanajenga choo? Kwa nini wanapiga plasta? Na mimi nasema mwaka huu tutatimiza mipango ya kanisa kwa jina la Mungu. Haleluya. Amina.
mwishoni, nisamehe kwa kweli, kumbe ni gari fulani ligonga, sikukambia, nilichochea moto hapa ili niliwasumbua vijana ili na sijui kama angenikuta hapa siku hiyo ningemfanyaje, kwa sababu ni mtu anafuatilia muda mrefu, akikutafuta kwa hili, akikukosa anakutafuta kwa hili. Yaani kuna watu wamejawa na shetani, lakini Mungu aendelee kuwaweka kwa sababu wamefanya kazi iendelee. Amina. Haleluya. Usiombee adui yako afe. Muombee aendelee kuishi ili aone Mungu anavyokubariki. Amina. Haleluya. Kitabu cha Kutoka sura ya 1, maandiko yanasema, basi majina ya wana wa Israeli walioingia Misri ni haya, kila mtu pamoja na jamaa zake walikuja pamoja na Yakobo, wakatajwa pale. Haleluya. Amina. Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 6, Yusufu akafa na ndugu zake wote na watu wote wa kizazi kile. Mstari wa 7, na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana. Sema wana wa Israeli. Wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi, nao wakaendelea na kuongezeka nguvu, na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Sikia hilo neno, walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno, na sio kawaida, na kuzidi kuwa na wengi, walikuwa wengi, nao wakaendelea na kuongezeka nguvu. Kwa hiyo wingi wao pia ulitengeneza nguvu. Na unaweza ukaongezeka hamna nguvu, na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Amen. Amen. Mstari wa 8, basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu, akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili. Haya, tuwatendee. Sikia, akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu, si tu wengi, lakini nguvu wanayo. Takapoendelea huko mbele tutajua ni nguvu hii. Lakini haya, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka tena. Unajua, sisi tukitaka watu waje ibada, tunaingia kwenye maombi. Unaanza kukemea, asubuhi utakuta watu wamewahi hapa kwa jina la Yesu, fungua miguu yao. Lakini kule kwenye dini hakuna mtu anaombea mtu aje ibada, na wanajali, kwa sababu sisi tuna uzao mwingi. Huwa kuna namna shetani anatenda watu kwa akili. Namuuliza mtu, mbona leo hujaja ibada? Leo nilikuwa nafuafua, leo nilikuwa nafanya usafi nyumbani, leo kuna binamu amenitembelea. Umetendwa kwa akili. Hello. Amen. Na saa ingine nishasema, wakati mwingine kama inawezekana, zima simu yako siku ya Jumapili. Maana unaweza ukaamka tu ukashangaa mtu amekupigia, nakuja hapo kwako saa 2 tutakuwa hapo asubuhi na mapema, alafu hadi saa 2 baadaye anakuja saa 9. Umekaa nyumbani, umeshatendwa kwa akili. Geukia jirani yako, mwambie usikubali kutendwa kwa akili mwaka huu. Unashangaa kazini anakupigia simu, bwana, hebu ingia, kuna dharura. Umejiandaa kwenda kanisani, uendi tena. Wewe ukiamka asubuhi, zima simu yako. Kama ni pesa tumetafuta siku zote hazipo, basi wewe zima. Ukimaliza ibada washa. Utafuta sana, ilikuwa ibada. Hello. Hallelujah. Amina. Anasema haya
mstari wa 10, haya na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka tena, ikatokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao, nao wakamjengea Farao miji na kuwekea akiba Pithom na Ramesesi. Lakini kwa kadri walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Kadri unavyoteswa, Bwana akupe kuzidi na kuenea. Amen. Kadri wanavyokuhamisha usiendelee kibiashara, Bwana akuongezee biashara, panua mipaka yako. Amen. Na hao watu walichukua kwa ajili ya wana wa Israeli, Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali, wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na ya matofali na kila namna ya kazi mashamba, kwa kazi zao wote waliowatumikisha kwa ukali. Sasa mstari wa 15 unasikitisha. Kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Waebrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili aliitwa Pua. Sema Pua. Akasema wakati wazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wa katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume basi waueni, basi ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Sasa unaona wanaume walipigwa pia nguvu kazi. Nafikiri ndio maana wanawake ni wengi kuliko wanaume. Lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na kuwauliza, kwa nini kufanya jambo hili na kuwahifadhi watoto waume wawe hai? Wazalisha wakamwambia Farao, ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari hao, nao huzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikia. Basi Mungu akawatendea mema wale wazalisha, na hao watu wakaongezeka sana, wakaendelea na kuzidi kuwa na nguvu nyingi. Haleluya. Amen. Ilikuwa sababu ya wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, akawasimamishia nyumba. Haleluya. Amen. Walipingana na maongezeko. Unaweza ukafungua biashara wakapinga isiongezeke, maana ile ni uzao wao. Okay, ngoja nimeongea jambo la kiroho takusaidia. Sikiliza. Ukiona kwenye ulimwengu wa roho, andika. Ukiona kwenye ulimwengu wa roho umezaa mtoto. Sasa kuna wakati nitafundisha, kwa sababu mtoto wa kiume ana sababu zake, anaashiria, na mtoto wa kike anaashiria. Lakini hiyo nisikie hiyo kwanza, kwa sababu ya tarefusha mama. Lakini ukiona tu umezaa mtoto kwenye ulimwengu wa roho, ni ishara ya kwamba kuna jambo linaenda kuzaliwa kwenye maisha yako. Inawezekana hujaolewa, inawezekana hujaoa, inawezekana wewe sio mjamzito. Mama mmoja akaja akikemea kabisa, mtoto nimeliota leo, roho ishindwa kabisa, mimi siko na mwanaume. Alafu waliachana na mume wake, alijiapia hata zake aendelee na maisha yake. Sema, sasa mimi nimeota eti nimezaa mapacha, hivi inakuwaje? Shetani ananitafutia nini? Kamwambia, sikiliza, usikemee hiyo ndoto. Sio kila ndoto ya kukemea.
Nikaambia kuna baraka double zinakuja kwako. Amen. Ya vitu vya roho tunaweza tukapitwa na Mungu. Sikia. Maandiko anasema Ibrahimu walipokuja wale watu watatu wanaosadikiwa ni malaika, aliwaambia, walisema tusiache kumshirikisha Ibrahimu yale tunayotaka kutenda juu ya Sodoma na Gomora. Ibrahimu akasema, msinipite tena, msinipite. Lile neno tena, neno tena, msinipite tena. Maanake kuna wakati walipitwa. Kuna wakati unakutana na malaika hujui. Kuna wakati unakemea ndoto mbaya, unafikiri ndoto mbaya kumbe nzuri. Kabla hujakemea ndoto, kama uielewe, uliza, tutakusaidia. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Unanielewa vizuri? Amen. Sawa. Sawa. Kwa tumeona vile ambavyo walipinga uzao. Sasa ngoja nije kwa namna fulani. Nimesema leo na utambulisho tu. Andika jambo hili. Yapo sehemu nyingine tutaangalia wakati ujao. Kusimama kwa mtu. Kusimama kwa mtu au kukwama kunaamuliwa na ndani yake. Kusimama kwa mtu au kukwama kwake kunaamuliwa na ndani yake. Huyo mtu anataka nishakuonyesha kwamba ukizaa mtoto umezaa baraka, kwa sababu unaonyeshwa vitu vya kiroho, ndo maana kimwili huna. Amen. Sasa kinachokusimamisha ni kile kilicho ndani yako. Mungu akiweka uzao mwingi ndani yako utazaa sana. Amen. Wana wa Israeli si kwamba tu walikuwa wanazaa watoto, ila walizaa viumbe vyenye nguvu. Amen. Walizaa watu hodari. Si kila mtu anayezaa amezaa mtoto pia. Pamoja na kwamba unaona mtoto anaenda, lakini wengine wamezaa mazezeta, wamezaa wasioeleweka. Nini kimetokea? Wameharibiwa uzao. Kuna mimba ziliharibika kwa sababu walikuwa wanaua vile vinavyoonekana kwamba kesho vitakuwa tishio. Na pengine alitumia hao wazazi wakishauriana, tunywe dawa, lakini wasijue wanayemuua ni nani. Na nimefuatilia kwenye Biblia, pamoja na kwamba kuna watu walizaliwa nje ya ndoa. Unajua Sulemani ni mke wa Uria. Nilikuwa naangalia namna ambavyo Mungu alimtumia, lakini napoangalia pia huyu Hajiri akamzaa Ishmaeli. Petroli yote tunayoipata, dizeli yote, mafuta ya taa yanasababishwa na Hajiri na Ishmaeli. Na Ishmaeli ni mtoto wa mjakazi.
Sasa kuna wakati huwezi kujua Mungu alimpitisha wapi, kwamba alipita kwa nani. Hiyo sio hoja kwa Mungu. Mungu ana mpango na mtu, sio ana mpango na alikotoka. Amina. Amen. Unanielewa ninachosema? Amen. Kwa kama amesharuhusiwa kuja, Biblia inasema kabla sijakuumba katika tumbo, kabla sijakuumba na kujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Fikiri alishajua atapita hapo alipopita. Mwache aishi. Amen. Tunakuwa na familia wetu mmoja, ni baba yetu, ni tuamuita baba mkubwa, kazaa mtoto, katelekeza mtoto. Yule mtoto ni tajiri sana, yaani ni tajiri kweli kweli, ila watoto walio kwenye ndoa, sijajua kwa nini Mungu anaongea. Watoto walio kwenye ndoa, mmoja amekuwa mlevi, utabaki, mambo yamekuwa ndo sivyo. Wa pili aliyeonekana nafanikiwa, amepigwa, amekufa. Ile familia ukiingia leo ni kama haina mtu, maana walizaliwa watoto wa kiume wawili. Nafikiri mmoja ni kama hayupo, yule kuzaliwa kwanza, wa pili ndio huyo amekufa. Alikuwa anaonekana leta maendeleo, amekufa. Kuna mtu alitupwa mahali. Si kama naeleweka? Amina. Kama una mtoto usitupe mtoto. Ni maana mtu anazaa mtoto anaenda kutupa jalalani kweli. Anachukua mtoto anaenda kumtupa vichakani. Anaua kabisa, anapeleka kwa mfuko, anapeleka huko. Huwezi kujua, yawezekana maisha yako yakaharibikiwa kwa sababu, na ile roho iliyokuwa inapambana na wale watu wasiongezeke, ambayo wale wazalisha wa Misri wa Ibrania waligoma wasiue wale watoto. Mungu akusaidie. Yesu asifiwe. Amina. Usitoe mimba, usitupe mtoto. Kama mama yako angekutoa usingekuwa hapa. Amina. Hata kama ni wale wa bahati mbaya, wazaeni. Amina. Na kama unaona ni shida, wewe mzae tu niletee. Tamnunulia maziwa, awe wangu, sio kashikwa tamaa ukamchukua baadaye. Amina. Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie mbona umenuna au naona nitoa. Unajua kuna wengine wanajidai eti mimi nikishazaa sitapendwa na mwanaume, kwa hiyo ngoja nibaki kidadadada. Wewe kama umetoa mimba ni mama wa marehemu, huwezi kuwa dada. Umebaki kuwa mama wa marehemu. Hata ujishepu vipi? Na niangalia kwa huruma. Bwana amenituma niseme neno lake. Yesu asifiwe. Amina. Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni uzao, kusimama kwako au kukwama kwako kunaamuliwa na ndani. Kwa hiyo adui anaweza akaua ule uzao ndani yako. Sasa una uzao ndani. Okay, ngoja nikwambie. Elizabeti alikuwa na kizazi mzuri tu, lakini alichokosa ni mtoto, kwa sababu alikuwa hajawekewa uzao mpaka Mungu alipoingilia kati ndio akapata uzao. Kaangalia kina Sara, alikuwa na kizazi ila tu ni uzao alikuwa hana. Kuna watu wapo lakini ndani yao hajapewa uzao, ndio maana wanastruggle, wanateseka sana, mambo hayaendi. Lakini kwa neno hili lazima watu wazae kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndio asema kila tawi ndani yako, andika pia. Andika hivi. Tulio na Mungu akiwa
akiwa ndani yetu na sisi ndani yake, tunapaswa kuzaa. Tulio na Mungu akiwa ndani yetu na sisi ndani yake, tunapaswa kuzaa. Hii sio hiari. Tunapaswa kuzaa. Amina. Fanya vitu vyako viende, vizae. Mifugo yako izae, biashara yako izae, huduma izae, kila kitu kizae. Amen. Na vile vinatoka kwa mhusika. Nisikie, kuna tofauti kati ya mfanyabiashara mmoja na mfanyabiashara mwingine. Mmoja hana uzao, mwingine ana uzao. Huyu yuko hapa duka hili anafungua maduka 5. Huyu yuko hapa duka hilo limemfanya mpaka na madeni ameuza na viwanja, amerudi nyumbani. Huyu hana uzao, huyu ana uzao. Kwa hiyo tunaomba hata wale wasio na uzao wapate uzao. Amen. Andika, mtu yeyote asiyezaa anaweza kukatiliwa mbali. Na hata kuondolewa kwenye maisha haya. Mtu asiyezaa anaweza kukatiliwa mbali na hata kuondolewa kwenye maisha haya. Kama uzai huna faida duniani, na wanasema kutambua. Kuna wakati naongea na watu, sawa, namba yangu naitoa redioni, mtu anakuambia mama mkwe na baba mkwe wakaungana na mume wangu, mimi sina mtoto. Kuna mwanamke amezaa naye huko nje tu, amemwona kama wa thamani. Mwanamke huyo ana shida, ila tu hana uzao. Aliumbwa kila kitu, ila uzao ameukosa. Sasa angalia, kila tawi lisilozaa, tunaona kwa Yohana 15, hukatwa. Watu wanakukatilia tu, huna maana wewe. Lakini nataka kukuambia, Mungu akupe neema ili maana yako ijulikane. Amen. Thamani yako ijulikane. Amen. Okay. Unajua kuna raha kuitwa baba au mama. Naelewa unachosema? Amen. Yaani hata ungekuwa mzee kabisa, baba, huna heshima bila kuitwa baba fulani, mama fulani. Kwa hiyo hata kama hamna watoto na unataka watoto, kipindi hiki pia utapata watoto. Amen. Wasio na watoto watapata pia watoto. Amen. Utaomba uzao. Hizo amina zimekuwa ndogo. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Hebu mgeukie jirani yako, muulize una uzao? Anasema anao. Kwa hiyo kila kinachozaliwa ndani yako kinakuwa. Maana kuna pengine una uzao, lakini kuna watu wanaanzisha vitu vinakufa, kwa sababu wao wana uzao, ila uzao wao hautaki kuishi. Andika hivi, andika. Adui anaweza kufunga uzao wa mtu asizae. Hiyo ni ya kwanza, anakufunga usizae. Kuna watu tunawaombea huko wanakuja kupata watoto. Kuna binti yangu mmoja muombea, wakati ilikuwa bachelor tu, nilimwombea mama yake, alikaa miaka 8 hana mtoto.
na yule baada ya kuomba yule mtoto akapatikana. Yule mtoto amekuwa ni wa kike, lakini amekuwa faida, anafanya kazi Zanzibar, na wakati mwingine ananikumbuka na mimi. Haleluya. Lakini nilikuwa nasikiza mama yake juzi ananiambia mtoto amekuja amejenga nyumba nyumbani. Amina. Aliyepatikana kwa shida. Kwa hiyo adui anaweza akazuia pia uzao, kwa sababu anajua ndani ya uzao kuna nini. Kuna watu wamechelewa kuzaliwa, hata sisi nyumbani. Mama yangu alikaa fikiri miaka 5 bila mtoto, lakini kwa sababu kulikuwa na mtumishi atakayetokea huko anaitwa Sheria. Amen. Haleluya. Amen. Lakini baadaye akazaa na tukazaliwa watatu tukaishia. Alikuwa anapingwa kwa sababu lakini wengine walikuwa na uzao mwingi. Ila mpaka ukirudi mpaka sasa uzao wetu una nguvu. Amen. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Kaangalie kina Samuel bwana. Mama zao Samuel wa kwanza utasoma. Alichelewa kupata mtoto. Yalizuiliwa, alifungwa tumbo asipate mtoto. Lakini anapokuja kuzaa mtoto, huyu mtoto anakuwa nabii wa Israeli. Amen. Wangapi wamenielewa? Amen. Haleluya. Amen. Alizuiliwa, lakini kulikuwa na kitu cha Mungu. Mtu yote anayecheleweshwa, anayezuiliwa, kuna sababu. Elizabeti akadumu huko hekaluni, hana mtoto, lakini kumbe ndani yake yule atakuzaliwa Yohana Mbatizaji atakayetengeneza njia. Wale waliozuiliwa kuzaa walikuwa na kitu walibeba. Sara akazuiliwa kupata mtoto, lakini kumbe huyu ndiye mwana wa ahadi na agano litafanyika kupitia Isaka. Hello. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Wanaweza namba moja, anaweza akazuiliwa asizae, akafunga mtu asizae. Namba 2, anaweza kuua kile kilichozaliwa ili kisikue, au tunasema kisiongezeke, kikaja kikamletea madhara. Anaweza ukiua kile kilichozaliwa. Ukiona watoto wanaopata mashambulizi, kuna kitu ndani yao. Amina. Watashambuliwa kwa sababu ya kile walichobeba. Wana vita kwa sababu ya kile walichobeba. Angalia kitabu cha Ufunuo 12. Naenda kumaliza ili niombe kwa leo kwa sasa. Ufunuo 12 mstari wa 1. Anaua kile kilichozaliwa. Kwa nini? Okay, umepambana ukalinda, basi atakiua. Anakiua ili hakikisha ameua ule ukombozi. Akiua mwenye utajiri, ameua utajiri nyumbani kwake. Labda tuseme hivi, mimi ni mtu ambaye nilipingwa sana. Nilikuwa napingwa hata kwenye kusoma. Nimekuwa na akili sana. Wakachukua mpaka madaftari yangu wakaweka kwenye njia fulani ya ng'ombe, ili tu nishikwane. Kuna wakati nilikuwa nikienda tu, nikifika hii njia sitamani kwenda shule, narudia hiyo njia, siwezi. Walimu wanasema jamani, mbona huyu mtu analibeba darasa letu? Kuna mtu anakuchapa shuleni? Hapana. Wewe mtu unagoma? Hapana. Lakini nalongwa na mwanandugu baba mkubwa. Nimekaa nje ya shule miezi 6.
japo nikarudi ndani ya miezi 6 alafu nikawapita waliokaa darasani. Amina. Mungu akikuhubia amekuhubia. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Walipinga nini? Kuna kitu kinazaliwa ndani. Ufunuo 12 mstari wa kwanza. Wanaweza wakakiua kile kinachozaliwa. Wameshindwa kuharibu mimba, basi wataua hapo katoto. Ufunuo sura ya 12 mstari wa kwanza. Na ishara kuu ilionekana mbinguni. Mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Naye alikuwa ana mimba, akilia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa 7 na pembe 10. Joka hilo na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azapo amle mtoto wake. Sema ili azapo amle mtoto wake. Ili azapo amle mtoto wake. Kama umefungua biashara mwaka huu, omba sana. Kama umefungua mradi wowote, omba sana. Kama unafungua huduma, omba sana. Kwa nini? Wakati imeonekana kuna kitu kinazaliwa, lile joka kubwa jekundu likaja, kasema huyu anataka kufungua, tapambana na hao kuku, tutatuma vicheche wale, tapambana na hao mbuzi, tutawaua, tapambana na huo mradi wa ng'ombe, utakufa. Hii mambo ya mashamba tutapambana nayo, mambo yaharibike. Ile joka kubwa jekundu likasubiri limle ile mtoto anayezaliwa. Andika, tunapoanzisha chochote cha maendeleo ni kutangaza, hicho ni kutangaza vita. Kwa tuwe tayari kupambana. Amina. Hata nilipoanzisha kanisa nilitangaza vita. Ile tu kuanza kanisa, sikupita parahisi mpaka kufika hapa. Tulipoanza ujenzi nilitangaza vita. Kumbuka wakati wanajenga, nimezunguka hapa nje miezi 3, silali ndani, sifuki jicho. Tena nikisema ngoja nipumzishe nyumbani ile labda saa 3 hivi, saa 4 na kurupuka kama mtu ambaye mbona leo sijaenda. Kwa na kina Sauli hapa, mpaka wasema jamani, huyu askofu sisi hatumwezi. Ana wanaomba, wanalala, wanazinduka bibi konche na baba. Kwa nini? Nimeanzisha vita, wapiganao ni wengi. Nikazunguka, hakuna hata mtu aliumia kidole tukiwa tunajenga hapa. Amina. Lakini ikawa vyepesi, kazi ikaenda. Amen. Huwezi kutangaza vita ukalala. Ukifungua biashara, omba. Amen. Chochote unachokifanya, omba. Na uliyezaa mtoto, omba. Amen. Mtu anapokea mtoto afu unabweteka unakaa, adui ataua hata ndoto za mtoto wako. Hello. Amen. Kuna mtoto amezaliwa vizuri, lakini alipokuja, kwa sababu wamama huwa wanaingia uzazi mpaka na kiroho wanaingia uzazi. Si kama nimeeleweka? Wakiwa wajawazito, niombee askofu, watumishi tutapata shida, niombee nimalize salama, niombee, tutaomba kweli. Wakiwa wajawazito hawatuliani, lakini ngoja ajifungue. Kusoma neno asome, kuomba haombi, yuko tu. Ndio maana wamama wetu wakiingia uzazi wanapoa kiroho kabisa. Pale ambapo umepoa, uonapo kuna amani, ndipo uharibifu unakuja.
Adui anaanza kuingia kwa mtoto. Unaona, mara mtoto anawezeka usiku, mara hiki kimetokea, kumbe ameshaingiliwa, ameshaharibiwa. Anaharibiwa pale ulipoonekana umepumzika. Usiache kuomba eti kwa wewe ni mzazi eti sio. Tena ninafikiri kama ukishaenda, ukishatoka, kama umejifungua, mimi imeandikwa wapi? Labda wewe nionyeshe kwa Biblia, maana mimi sio msomaji sana. Wapi imeandikwa mwanamke akae ndani miezi 3 mpaka 6 ndio atoke? Naomba anayefahamu aje aniambie. Baba ukae. Maandiko yananiambia ilipotimia siku za kutakasika kwao, yule mtoto ndani ya siku 8 sisi tunajifanya eti nakaa hapo ndani, uombi umejilaza. Hii roho ishindwe. Amen. Alafu unapita hapa unaenda kliniki yetu, hakika kanisani wiki kuna pepo wewe. Hello? Yaani wewe kwenda kliniki eti sijatoka bado, lakini kliniki unaenda. Mwambie mwenzako hivi haki mbele za Mungu. Kwani tusianze huku kwa Bwana? Ndio nikasema mtu yote anayepata pia mtoto hapa, kabla yaani umeenda hospitali umetoka, pitia madhabahuni. Amina. Lakini pia nini kinakushinda? Kuna watu wameanza kuja ukiwa na wiki 2 mwezi hapa. Na wapo. Nini kimewaathiri? Wengine hata hawajabariki watoto, wamekuja tu wameingia. Sijajua hiki kasheria kametoka wapi. Shetani anadanganya, anakuja kuharibu kile kilichozaliwa, anaharibu akili ya mtoto. Kama unanielewa sema amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwani ukija kanisani una wiki ni sana? Sio sana. Nauliza wamama, ni dhambi? Huna matatizo yoyote? Kwani ni dhambi? Ukija kanisani na mwezi ni dhambi? Sio basi kaa hata nusu saa nenda. Amina. Kule unakaa ukisubiria kule hospitali unakaa masaa mangapi wewe? Hebu tuache bwana. Mwambie wenzako tuache hii bwana. Hello? Hali mnaangalia chini. Aibu zaidi. Ukweli tu useme. Amen. Amen. Mle mtoto atembeka azaliwe. Tulikesha na binti yetu Eliza, tulikesha na miezi 6. Tulikuwa tunakesha. Nakesha. Hakuna kitu chochote. Mimba ya Edwin tulifunga siku 3 kavu. Hajafa. Amina. Yaani fikiri umefunga na mtoto alifunga. Sikwambii wewe ufanye, lakini nakwambia tuache kurahisisha mambo ya kimungu. Walionielewa sema amen. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Bwana sema adui anaweza akaua. Huyu joka alitafuta kumla ile mtoto. Kwa amekuja hapo amepanga. Yaani wewe unafungua biashara. Saa nyingine hata uamke usiku kuomba. Saa nyingine wahi kule bwana. Ikiwezekana una biashara yako saa 11 wahi pale, ingia ndani jifungie, piga maombi. Kamata roho za anga. Alafu ukimaliza chukua hata maji yako na yatakasa maji haya ni damu ya Yesu, na benki nafuta shelfu zangu na nini, alafu fungua. Mwanga wa Kristo unakwenda. Amen. Sasa kama wenzako anaenda kwa mganga, anaambia usiku nenda kanawe mahali fulani, tunalegeza mambo, ndio maana mambo yetu yamelegea. Walionielewa sema amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Umebarikiwa? Amen. Umelielewa neno? Amen. Haleluya. Amen. Wow, kuna kuua kilichozaliwa. Umezaliwa vizuri lakini uliuliwa. Akili yako njema imeharibiwa. Unatembea sasa una jina la kuwa hai lakini umekufa. Kuna mtu hapa hata nimesema hivi, kama serikali yetu ikasema
kila mwananchi, tumeichagua Yerusalemu, kila aliye Yerusalemu atapewa milioni 5. Kuna mwingine atatafuta, naye hajawahi kwenda viwanja, alichelewa na mali aliwahi akanunua soda 8,000. Na kuna mwingine atatafuta hata mwanamke, nawaambia wewe, na inaweza ikamuua mtu hiyo hela, lakini yuko ambaye hiyo pesa itamuinua kimaisha. Amina. Kwa sababu ndani yake kuna uhai. Naona pia kuna watu hapa mmekuwa mnapanga mipango, ukiwa una hela, ukiwa una pesa, sema hadi nikipata hela tafungua mradi huu, pata hela tafanya hivi. Ila ikifika umepata ile pesa, mawazo yale yanapotea. Lakini baada ya ile pesa kuisha, lakini Bwana alikuwa anawaza hivi. Kwa hiyo mara nyingi mawazo yako, mipango yako iliyotaka kuzaliwa imeuliwa. Na kusanya hela ili ninunue kiwanja, naweka hela yangu kidogo kidogo ili nifanye hivi. Alafu ghafla anapita yule, kila kitu 300, unabeba 300, unaenda kuvunja kibubu. Lakini lengo alikuwa hilo. Ungesema ubarikiwe mjini na mashambani, ungesema amen. Amen. Haleluya. Wale vijana mlioingia mchana, nina program na DJ, msiache kuwepo mchana. Amina. Vijana wote mtakuwa mchana, mtakuwa hapa. Amen. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Wako hawa na mambo yenu hayaende, kwa sababu unapanga wakati una hela. Hela ikija mawazo yanahama. Lakini wako wale ambao wameanzisha biashara zikafa. Kila ukianzisha kitu kinakufa. Nikitaja hawa watu nataka mjihani. Wa kwanza ni wale ambao unapanga mipango wakati una hela. Kwa kweli akili inafanya kazi, ila ukishapata hela imefia. Takuja mtakaa tasimama. Wa pili ni wale ambao kila ukijaribu kufanya, sio kwamba ufanye uanze, jaribu kufanya, kila unachofanya kinakufa. Kuna watu biashara zimekufa mpaka wamekata tamaa. Na mtu anafanya biashara mwishoni anarudi kuajiriwa wakati alishaanza kujiajiri. Ninyi mtakuja hapa, ni zamu yenu. Haleluya. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amina. Malengo mama, kama biashara ikafa au vitu unavyofanya haviendelei, nimesema njoo hapa. Vitu unavyopanga. Bwana Yesu asifiwe. Hilo la moja wapo. Lakini la tatu, tumeona adui anaua au anaua yale mawazo, mpango, kile kinachozaliwa pia anajaribu kukiua. Lakini namba tatu, adui anachelewesha. Adui anachelewesha. Kuna vitu vitakuwa vitendeke mwaka jana, mfano kwa maisha yako,
lakini havijatendeka. Adui amechelewesha. Kuna watu walitakiwa wavuke miaka 5 iliyopita, lakini adui amechelewesha. Upati kwa wakati, ufanyi kwa wakati, na ameweka roho inayoitwa kusita. Kusita kumeingia ndani, kusita kumeingia ndani yako. Haleluya, Yesu asifiwe. Amen. Kwa tunahitaji pia kushughulikia roho ya kusita. Roho ya kusita isiwepo kwako. Amen. Roho ya kusita isiwepo kwako. Lakini roho ya kucheleweshwa. Okay. Binti anapoolewa amezaa mtoto wa kiume, ule uzao. Kijana anapooa amezaa mtoto wake wa kike, ule uzao. Kwa hiyo kwa nini unazuiliwa usiolewe au usiowe? Ni kwa sababu ndani yenu kunaonekana kuna nini kitachotokea. Sema wale ndio wataja mje sasa. Naomba tusema. Muda sio rafiki. Unaweza kufanya, unaweza kutenda makubwa zaidi ya niopayo. Unaweza Yesu unaweza. Ushike sadaka za upendo kwanza. Sadaka fungu la pili tutatoa baadaye. Ushike hilo. Haya. Hebu sema Bwana Yesu. Nakuja mbele zako. Nakushukuru Yesu kwa ajili ya uaminifu wako na damu yako ya thamani. Yesu, nanyenyekea kwako. Unirehemu, unitakase, unioshe. Bwana, ni kweli nimefungwa uzao, sioni kufanikiwa. Vitu vinazaliwa, vingine vinakufa. Yesu, nifungue sasa, nifungulie uzao. Na mimi nataka mambo yazaliwe, mipango izaliwe, makusudio yazaliwe, yale ninayoyaomba yazaliwe katika damu ya Yesu. Bwana, yaliyotumwa kwa ajili lisilipite, neno hili likanifanikisha kwa damu ya Yesu. Na mbele za Bwana mwambie Bwana sasa, naomba nisaidie nipate uzao, nipate uzao, nipate uzao. Mambo yazaliwa, usiolewa upate mume, usiolewa upate mke. Omba uzao kwa namna hiyo. Usiwe na biashara, Bwana akupe neema. Likabaya shaka lako katika jina la Yesu, na kutakia kuanzia leo upate uzao na mambo yako yazaliwe na kuishi na kustawi katika jina la Yesu, na kutakia upate uzao na mambo yako yazaliwe yaongezeke na kuishi. Endelea kuomba kwa jina la Yesu, na kutakia upate uzao na mambo yako yazaliwe yaongezeke na kuishi katika jina la Yesu, na kutakia kwa jina la Yesu na kukuonyesha ufunguliwe uzao na mambo yako yakue na kuongezeka, yazaliwe na kuongezeka.
kuongezeka kwa damu ya Yesu na kutamkia kwa jina la Yesu, upande uzao, mipango yako izaliwe ikuwa na kuongezeka kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila nguvu ya upinzani hapa kushinda Rikandoro. Omba kwa kumaanisha. Ana aliomba apate mtoto. Aliomba kwa kumaanisha. Kwa hiyo kuja hapa, omba kwa kumaanisha kuna uzao. Bwana ataleta uzao kwako. Lima kushika roho moja. Dada mandoria babo. Kila nguvu inashambulia eneo la uzao wako, eneo la maongezeko yako. Kushinda kumekuwa kwako. Kushikushiki kumekuwa kwako. Ili usiendelee. Kwa jina Yesu, pepo tasa, ugupa, taka, utasa, ugupa, kichume, taka, utasa, ugupa, achia maisha yako. Kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, panda uzao na kuongezeka. Korapako, rikapapa, rabababa, rikapapa, rabababa, rikikia, antoro, rikakarababo. Kwa jina Yesu, ule uzao uje kwako, pokea uzao na maongezeko. Bwana aufufue ndani yako, kizaliwe ndani yako kwa jina Yesu. Pokea uzao kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu. Nataka ugumba uondoke, utasa uondoke, ugumba uondoke, utasa uondoke na kutakia uzao kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, katika jina Yesu. Natamka ugumba uondoke, utasa uondoke katika jina Yesu. Kuanzia sasa vikazaliwe rakakasa rapapapa yakakamasaya. Natamka uzao kwa jina Yesu. Pokea uzao na kuongezeka katika jina Yesu, katika jina Yesu, katika jina Yesu. Aramakusa rapapapa rikadorobosa rikapayasaka ramatoliababo rikakarababa rikatabasaya. Uzao na maongezeko katamakusia rapapapaya rikapapayasika rapapapaya rikata rapapa. Uzao kiroho, uzao kimwili kwa jina Yesu. Kabu za Mungu na zile ndani yako lepoko repapa remasa rapapapasa rapapapapa rikamakusa rapapapapa rikapapapa rapapapapa rikadorobosa rabosa na kabila uzao rapapapasa rabosa rapapapapa rikadorobosa rapapapa. Iko nguvu ya Mungu imeshuka mahali hapa. Endelea kuomba, endelea kujiachilia. Iko nguvu ya Mungu inatembea mahali hapa. Kuna watu wanafunguliwa ndani. Rapapapasaya rikamako rapapapa rikadorobosaya rakatamasaya rapapapapasa reyakata rapapapapasa. Kwa jina la Yesu nataka uzao. Ramandoria babo rikadorobosa rapapapaya rapapasa rapapapapa rapapapapa yakatamasaya rapapapapa yakatamasaya. Uzao natakaza uzao wake na kuongezeka kwa jina la Yesu. Natakaza uzao wake. Yes. Uzao na maongezeko ya uzao, nguvu ya uzao. Rapakosaya. Kuna vitu vinazaliwa ndani sasa. Kuna vitu vinazaliwa ndani vingine mahali hapa. Kuna vitu vinazaliwa ndani kijana ulio mahali hapa. Rigokosha karapako. Rikikikia makasa. Rapakoshekere. Rikikilia makasa. Rapakosa karapo. Rapapapapapa. Rikikilia masakarabos. Ndio, pokea. Ndio, rikapasaya, rapapasaya. Ndio, hiyo. Yakatama sakarabo, rapapaya sakarabo. Yes, rikikia pasakarabo.
Pokea, ndio. Rapa koshia. Katika jina la Yesu. Endelea kutamka. Kuna nguvu. Yes. Rapa koshia. Nasikia kuomba kwa lugha wewe. Nasikia kuomba kwa lugha. Usizime mpaka Roho Mtakatifu atulie mwenyewe ndani. Roho Mtakatifu atulie ndani. Kama hujajazwa Roho, nimekuombea tayari. Pokea ujazo. Ukisikia lugha mpya, na wewe ujazwe. Nenda hiyo lugha. Ndio.